Naam, bwana, nilikuambia kwamba session zitaendelea juu ya shortlist ya makocha ambao wapo katika meza ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kwa wakati huu, ambao wanaendelea kufocus na mechi zao ambazo ziko mbele, kwa maana ya mechi ya ligi kuu dhidi ya Fountain Gate, lakini pia mechi ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United, mechi ya pili ya marejeano. Lakini upande wa pili wa shilingi pia wanaendelea kutafuta kocha mwingine ambaye atakuja kusimama katika kikosi chao kama kocha mkuu. Sasa kwa wakati huu tunapozungumza, kikosi cha wekundu wa Msimbazi wana CV nyingi, kama ambavyo nilisisitiza katika session iliyopita kwamba kuna CV nyingi kwenye meza ya wekundu wa Msimbazi. Miongoni mwa CV ambazo zipo, tulishamwangalia Ben McCarthy katika session iliyopita. Kama ilikupita basi tafute ya Ben McCarthy. Lakini sasa hivi tunakwenda kumwangalia kocha mwingine ambaye jina lake lipo katika meza ya wekundu wa Msimbazi Simba. Huyu ni Pedro Gonçalves. Yes, ni kocha wa kimataifa wa Ureno. Pedro Gonçalves ni kocha ambaye tunakwenda kuangalia vitu vingi kutoka kwake, wasifu wake, tunakwenda kuangalia sifa yake, tunakwenda kuangalia aina yake ya kiuchezaji, yuko vipi. Tukianza na wasifu wake, Pedro Gonçalves ametoka Ureno. Yes, ametoka Ureno, amezaliwa Lisbon pale miaka 49. Yes, lakini timu ambayo amefundisha huko kwa Ureno, amefundisha timu nyingi tu, ila timu kubwa ambayo alikuwepo Ureno, yani akufundisha moja kwa moja lakini alifanya kazi, ilikuwa ni Sporting CP au Sporting Lisbon, klabu ambayo ametokea Cristiano Ronaldo. Yes, klabu ambayo ametokea Amorim, kocha wa Manchester United, Gyökeres na wengine kadha wa kadha. Kwa hiyo ni klabu kubwa, of course inafahamika, Sporting CP, moja ya klabu tatu kubwa za Ureno, Porto, Benfica pamoja na Sporting Lisbon au Sporting CP. Sasa yeye alifanya kazi pale kama scout. Sporting CP, moja ya sifa zao kubwa ni kuscout talents. Wenyewe wana scout talents maeneo mbalimbali, alafu wanaziuza kwa bei mbalimbali. So Cristiano Ronaldo ni finest katika mpango huo, kwa maana ya scouting ambayo amewahi kuifanya. Lakini wapo nyota wengine mbalimbali ambao wamepitia katika kikosi cha Sporting CP. Alifanya hiyo kazi, lakini pia alikuwa kocha wa academy. Amefundisha kikosi cha vijana cha Sporting CP. Huyo ni Pedro Gonçalves. Baadaye akatimkia zake Afrika. Akaja Afrika, bado aliingia kwenye taifa la Angola, akafundisha pale kikosi cha Primeiro de Agosto. Yes. Sasa baadaye akapewa timu za taifa za vijana za Angola chini ya umri wa miaka 17, chini ya umri wa miaka 20, mpaka senior timu ya Angola. Ukiangalia huyu kocha, mataifa hayo mataifa mawili ambayo amefundisha kandanda, kwa maana ya Ureno na Angola, ni mataifa Lusi countries, mataifa yanayozungumza lugha ya Kireno. Kwa hiyo amepita kwenye cheni ile ile, mpaka sasa hajawahi kupata changamoto sehemu nyingine ya mataifa yanayozungumza lugha ya Kireno, yanaitwa Lusi countries, Lusophone na lugha hiyo ya Kireno. Kwa hivyo ametoka Ureno na amekuja Angola, ambako utamaduni ni ule ule. Hajawahi kuriski kwenda nje ya mataifa tofauti na hayo. Akiwa ndani ya Angola, Primeiro de Agosto, baadaye timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Na kama tutamkumbuka vizuri, huyu alikuwepo kwenye kikosi cha Palancas Negros. Sasa timu ya taifa ya Angola inaitwa Palancas Negros, lakini timu ya vijana inaitwa Os Palancas. Kwa hiyo alikuwepo kwenye kikosi cha Os Palancas chini ya umri wa miaka 17, ambayo ilicheza AFCON mwaka 2019, fainali ambazo zilifanyika hapa nyumbani Tanzania. Yes, uwanja wa Mkapa ule ndo kundi lao lilikuwa pale. Kundi ambalo lilikuwa lina Uganda, lina Angola, lina Nigeria na Tanzania. Wao walikuwa pale. Yes, kwenye kundi moja, na Angola na Uganda na Nigeria ndo alienda hatua inayofuata. Kundi jingine lilikuwa kule Azam Complex. Kwa hiyo alikuja na kile kikosi, baadaye akaenda kukifundisha chini ya umri wa miaka 20, na baadaye akapandishwa juu kuwa senior team kwenye Palancas Negros, ambayo alifundisha mechi nyingi tu, ikiwemo alikwenda nao katika AFCON iliyomalizika ya kule Ivory Coast, na walimaliza na walikuwa na performance nzuri sana Angola kwenye zile finali. Huyu kocha baadaye tulimuona kwenye kikosi cha Angola cha CHAN,
pia alikwenda nacho yeye. Lakini kabla ya CHAN alishinda fainali za COSAFA zilizofanyika Afrika Kusini. Fainali wakimfunga Afrika Kusini mwenyewe mabao 3. Yes. Kwa hiyo ilikuwa zile fainali alikuwa yeye, lakini pia 2024 fainali dhidi ya Namibia alishinda pia fainali. Kwa hiyo ana COSAFA 2, 2024 na 2025. Tulimuona katika CHAN, Angola yake tuliiona katika CHAN namna ambavyo ilikuwa ikicheza. Huyo ndio Pedro Gonçalves. Sasa sifa yake, kabla ya kuangalia style of play, sifa yake ni talents. Ni kocha ambaye ana groom talents, ni kocha ambaye amenyanyua vipaji vya kutosha. Miongoni mwa nyota hao ambao amewanyanyua ni pamoja na Zito Luvumbo. Zito Luvumbo alikuwa kwenye kikosi cha Primeiro de Agosto, alimfundisha, akamfundisha kwenye kikosi cha vijana cha Palancas Negros, cha Os Palancas cha chini ya umri wa miaka 17, akamfundisha kwenye kikosi chini ya umri wa miaka 20, anamfundisha sasa hivi kwenye kikosi cha wakubwa cha Angola. Zito Luvumbo anacheza Cagliari ya Italia. Kwa ni moja ya nyota hatari kweli kweli ambao wapo kwenye taifa la Angola ambao wamewagroom huyu kocha, yani kamtengeneza mwenyewe Zito Luvumbo. Sasa kwake yeye ukiachana na hiyo sifa ya kugroom wachezaji, huyu nimetaja tu baadhi ya, yani nimemtaja ambaye kafanikiwa zaidi ni huyo, lakini wapo wengine mbalimbali akina Osvaldo Kapemba, wanamuita Kapita jina la utani. Yeye tulimuona katika finali za CHAN hapa. Tulimuona Angola yake ilikuwa ina balance kwa maana ya kujihami na kushambulia. Ilikuwa inajihami na shambulia. Ndio na midfield alikuwa na viungo wengi sana, akina Mafuta, akina Alem, akina Thomas Bernabe walikuwa kwenye safu ya kiungo. Alikuwa anacheza namba kubwa viungo, alikuwa anacheza namba kubwa mabacks. Yes, full backs walikuwa wengi. Dani Afonso anatokea mbavu moja, Hosi Afonso alikuwa anacheza kati kwenye back 3, walikuwa wanacheza pale kati. Victor Nanke Vidinho alikuwa anacheza Kinito pamoja na Eddie Afonso. Hosi alikuwa anacheza fullback moja. Santa Cruz, Da Cruz alikuwa anacheza fullback moja. Katikati ana namba kubwa ya viungo. Juu ana washambuliaji pia wawili. Mara nyingi alikuwa anacheza Joao Paciencia, sabu yake ilikuwa ni Joao Chimanya kwa maana ya Kapola. Kwa hiyo ilikuwa ni Angola fulani hivi ambayo ina balance, lakini haikuwa na tournament nzuri sana. Walicheza mpaka mechi ya mwisho ikabidi waage mashindano. Gilberto pia naye alikuwa kwenye kikosi. Kwa hiyo ni Angola yake nilikuwa naona tu ina balance kwenye kujihami, ina balance kwenye kushambulia, lakini haikuwa na lile daraja la ubora. Ikumbuke huyu kocha yuko kwenye kikosi kwa muda mrefu sana kwenye hiki kikosi cha Angola. Lakini baadaye kutokana na kutokufanya vizuri katika finali za CHAN akawa Sakdi amefukuzwa. Yes, kwenye kikosi cha Angola, yani wamesitisha mkataba wake. Kwa hiyo ni free agent, ni kocha ambaye yupo, hana klabu, hana timu, hana kibarua kwa wakati huu. Yupo kwao Lisbon, amerudi nyumbani Ureno, lakini CV yake ipo katika meza ya wekundu wa Msimbazi, Simba. Sasa kuwepo katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi CV yake ni jambo moja na kupata jambo jingine. Kwa hiyo kama atapata tutakuja kumwangalia tena hapa, lakini kwa wakati huu jina lake tu liko pale. Kwa hiki ambacho tumekiangalia, wasifu wake, CV yake, utamaduni wake wa Luso Countries na klabu ambayo ameomba ajira, wewe kwa mtazamo wako unaonaje? Unaona ni kocha ambaye anastahili kuwepo ndani ya kikosi cha mnyama wekundu wa Msimbazi au hatoshi na aletwe mwingine? Je, wewe kwa upande wako unaona nani anastahili kuwepo kwenye kikosi hicho? Kwa hiyo mpaka sasa mazingira ndio yako hivyo, na tumeshaangalia tayari makocha wawili. Tumwangalia Ben McCarthy, CV yake ipo, tumwangalia na huyu kocha Pedro Gonçalves kutoka Ureno, na yeye CV yake iko pale. Bado CV nyingine zipo za makocha wengine, tutakuja kuangalia kabla ya wenyewe kuchagua yupi ambaye wanakwenda kumtambulisha. Lakini usisahau kusubscribe. Huyu mnamwonaje? Anatosha au hatoshi? Hii ni Mzinga Sports.